Bwana, leo ni usiku mzuri sana wa Malkia wa Nguvu na tumekutana na King hapa, Mpemba mmoja. Kwema? Kwema kabisa. Poa. Namshukuru. Fine. Thank you so much. Hivi Malkia wa Nguvu kwako, nikikupa hiyo tuzo unampa nani kwenye maisha yako? Ukimtoa mama. Nikimtoa mama kwa haraka nitampa mdogo wangu wa kike Zainab Saif popote alipo, kwa sababu ni mtu ambaye ameniaminisha kitu ambacho mimi nilishakipoteza upande wa familia yangu kwa wanawake, lakini yeye ameniaminisha kitu ambacho hata mdogo wangu mwingine wa chini naamini anafuata nyayo za dada yake, kwa sababu anafanya kazi ngumu sana ambayo aidha tungempa mwanaume, lakini anaifanya yeye. Anatunza familia, kwa sababu familia sio yeye tu ambao aliokuwa nao na mumewe, lakini pia hata mamangu mzazi ni familia yake. Kwa hiyo napenda sana, nafurahi sana kumuona anapambana vile. Kwa hiyo tuzo yangu nitampa yeye wa kwanza uliomtaja, tofauti na mama ya. Na kwenye Bongo Flava yetu? Bongo Flava yetu wako wengi. Siwezi kumweka mtu mmoja, wengine no, tofauti na Maugomvi pia, kwa sababu wote wanapambana na wote wanafanya kitu kizuri ambacho tunatakiwa tuwape sifa, tuwapongeze. Unajua, kutoka ambapo walikuwepo miaka 5 au 4 nyuma na sasa hivi, ukimnyima mtu pongezi ni chuki, hata kama hafanyi vyema ama anafanya vyema zaidi ya mtu mwingine. Kila hatua ni dua na kila hatua inahesabu nafasi ya mafanikio. Kwa hiyo mimi nawapa wote. Wakati na kuambia tuzo ya Malkia wa Nguvu utampa nani kwa upande wako, nilitarajia tofauti na mama, nilitarajia ungeniambia mpenzi labda na nini, lakini pia nilicho experience kwako so mtu wa kuweka mahusiano yako wazi sana. Shida ni nini? Ulikuwa hutaki kuchanganya drama za mapenzi? Hapana. Mimi naamini wapenzi always tunawapa maua yao, tunawaambia kile ambacho wanakifanya kwenye maisha yetu, lakini pia Malkia wa Nguvu upande wa mahusiano ambao niko nao mimi nampa pia tuzo, kwa sababu mimi ni kijana ama mwanaume ambaye nina ndoto kubwa sana, lakini ndoto hii haiwezi kutimia bila mwanamke nyuma yangu. Kwa hiyo yeye always ana nafasi kubwa sana, lakini mdogo wangu kwa nini amekuwa wa kwanza? Kwa sababu sijawahi kumwambia mbele za watu akafahamu kwamba kaka yake niko proud na kile ambacho anakifanya. Yeah. Umekuwa ni mtu ambaye uko busy sana sasa hivi. Na mimi nilijua tulivyoanza Fine Stall, nilijua kwenye muziki utakuja kutupunja wewe. Ni kwamba utupi ngoma mara kwa mara kwa sababu ya Fine Stall? Hapana. Na uzuri nimepata nafasi ya kuzungumza na wewe, nitakwambia kwamba inshallah kuna EP ambayo inatoka na ambayo nimeiandaa, na nilivyokuwa barabarani pia nilikuwa nazungumza na producer kumwambia kuna baadhi ya vitu ambavyo nataka kuvi-add. Unajua Malkia wa Nguvu tumekuja kuwaona mamalkia, lakini pia kwenye EP watahitajika mamalkia, lakini hata kama hawatahitajika, kitu gani tunaweza kukifanya kuhakikisha napo kuna umuhimu wao ama kuna jambo lao ambalo wamelifanya. Mimi nitakwambia sauti zangu zote ambazo zitasikika kwenye baka hazitapigwa na wanaume, watakuwa ni wanawake tu ngoma zote. Kwa hiyo nafasi ya kwanza ni hiyo, lakini tunawafahamu au kuna wengine wapi? Mnasemaga iwe surprise, right? Let's see. Okay. Ned, niambie, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi kwa ukaribu sana na Ommy Dimpoz, lakini kipindi ambacho yuko kwenye spotlight ile leo tunamwona huku, hata kuna baadhi pengine wanasahau kama uliwahi kuwa karibu naye na nini. Hii ya wewe kujiweka pembeni kwamba tukifanya kazi tumefanya, mimi naendelea na shughuli zangu na wewe unaendelea na shughuli zako, wewe unaepusha nini sana? Mimi naepusha magomvi, kwa sababu magomvi sio mazuri. Unajua sisi wote ni binadamu. Halafu mimi naisema kuna maisha baada ya kila kitu. Kuna maisha baada ya muziki. Yaani unataka hutaki, kuna maisha baada ya muziki. Huwezi jua kesho yako ina umbo gani. Lakini pia huwezi jua kuathiri nafsi ya mtu ama kufanya magomvi na mtu kesho yataleta kitu gani. Kwa hiyo kiukweli mimi sipendi magomvi na sijiepushi, kwa sababu sina ugomvi nayo wowote, lakini sizungumzi lolote ambalo litaathiri ukaribu wetu ulivyokuwa, ufanyaji kazi wetu ulivyokuwa. Leo hii nimpe sifa mbaya ikiwa hakuna sifa mbaya ya kumpa, kwa nini nifanye hivyo? Kwa mimi nazungumza mazuri yake wakati wote, ili hata wengine waone sifa hiyo na sio sifa tofauti. Lakini wana Ommy Dimpoz huwa mnazungumza? Kwa sasa hivi hatujazungumza muda mwingi. Mimi Muslimu unafiki siwezi. Hatujazungumza muda mrefu, lakini haimaanishi tuna ugomvi. Kabisa. Yeah.
Kolabo yako ambayo ilistua wengi ni ya Ommy Dimpoz, ilifanya vizuri na inakudai pengine, lakini pia ya Ruby vile vile ilifanya vizuri sana. It's crazy, una ngoma nyingi sana kali. Ukiwa unawaza kutoa ngoma mpya unakuwa unawaza kuzifunika zilizopita pia? Nikwambia ukweli, sasa hivi katika project ambazo nazifanya hutaamini nikikwambia sijasikiliza kazi ya msanii yoyote zaidi ya kusikiliza kazi zangu mwenyewe za miaka iliyopita. Ndio zinakuinspire kufanya kazi. Na zinanifanya nione kwamba ile ari, ile njaa, ile chachu ambayo nilikuwa nayo nahitaji niwe nayo mpaka sasa ili niweze kufanya kile ambacho kila mtu atakiona, kwa sababu mimi namshukuru Mungu na saundi yangu mwenyewe. Yaani sifanani na mtu hana sound kama mtu fulani. Niambiwa ulikuwa unashinda mashindano ya kusoma Qur'an. Hiyo ni exclusive. Ni kweli. Kwa hiyo najitahidi kuangalia zile sound zangu the way zilivyopendwa sasa hivi ziwe namna ile, yani nisiende na upepo ambao upo, na hata nikienda na upepo ambao upo basi nisitoke kwenye sound yangu. Kuna baadhi ya wasanii wa Zanzibar naonaga kwenye interviews, baadhi wanakuambia natamani nipate ngoma na Zuchu, dada yangu wa Zanzibar na nini. Na wewe kwako iko hivyo? Pengine uliwahi hata kumapproach dada? Mimi sijawahi kumapproach, na sababu sio kwamba sioni kitu, ila mimi naaminiki kwenye chemistry ya wimbo ambao tunautengeneza. Kuna kolabo nyingi za watu zimewahi kutoka, alafu ukiangalia sasa mbona kama ingekuwa wimbo tu wa mtu mwenyewe bila kolabo. Unajua sometimes hatutaki ukweli. Ukweli ni mchungu, lakini ni tuuzungumze na tuuishi. Siwezi kuforce kolabo ambayo chemistry labda haziendi, lakini kama napata wimbo ambao nauona anaweza kukaa, I can do that, kwa sababu ni msanii mzuri, anafanya vizuri na ngoma zinafanya vizuri. Unakuwa na ukaribu? Hapana, hatuna ukaribu. Kwa mkweli sana unanitisha. Hapana, sikutishi, kwa sababu hata interview akipata kuona asiseme labda mtu wote kwamba nazungumza kitu cha uongo, ikiwa ukweli ni sina ukaribu, na haimaanishi kwamba hatuna ukaribu kuna chochote kibaya. Hapana, ni hatujawahi kupata nafasi ya kutengeneza huo ukaribu kwa vizuri. Lakini si mbaya kama siku tutabarikiwa kolabo ya Zuchu na Ned, kwa sababu wote ni bila shaka kabisa. Mimi ni kuachoka nje. Mimi nashukuru sana. Naonaga kwenye interviews, baadhi wanakuambia natamani nipate ngoma na Zuchu, dada yangu wa Zanzibar na nini. Na wewe kwako iko hivyo? Pengine uliwahi hata kumapproach dada? Mimi sijawahi kumapproach, na sababu sio kwamba sioni kitu, ila mimi naaminiki kwenye chemistry ya wimbo ambao tunautengeneza. Kuna kolabo nyingi za watu zimewahi kutoka, alafu ukiangalia sasa mbona kama ingekuwa wimbo tu wa mtu mwenyewe bila kolabo. Unajua sometimes hatutaki ukweli. Ukweli ni mchungu, lakini ni tuuzungumze na tuuishi. Siwezi kuforce kolabo.